Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka nikupe moja katika siri na faida kubwa zinazopatikana katika Suratul Fil juu ya kila anayetaabika na vitimbi mbalimbali, uadui mbalimbali, fitna anazofanyiwa na maadui zake. Ikiwa kuna adui anakula sahani moja na wewe, anakufuatilia usiku na mchana, anapambana kuhakikisha anakuharibia kazi yako, anakuharibia shughuli zako, anakuharibia ndoa yako, anakuharibia watoto wako, anakuharibia kizazi chako, anakuharibia kila unalolishika na unalolifata na unalolifanya, iwe kwa njia za wazi ama kwa njia za siri, ikiwa pamoja na kukuendea kwa waganga, kukufanyia uchawi mbalimbali na kufanyia hasadi, kukufanyia vijicho. Na kupa moja katika faida kubwa kabisa zinazopatikana katika Suratul Fil juu ya kuweza kuangamiza ubaya wake na kushinda vitimbi vyake, lakini pia na kumfunza adabu kabisa juu ya uovu na uadui anaokutendea. Suratul Fil imebeba maajabu makubwa kabisa yatakayokusaidia kumaliza ubaya na kumshikisha adabu kila anayekutendea ubaya. Ni siku 7 tu ndugu yangu, zinakutosha kuweza kumshikisha adabu adui yako na kumaliza kila hila zake na kila mitihani yake. Vipi utafanya? Ndani ya muda wa siku 7, unapofika wakati wa alfajiri, wakati ambao kabla ya kuswaliwa swala alfajiri, yani unaweza ukaangalia adhana ya kwanza baada ya kuadhiniwa, kabla ya kuswaliwa swalatul fajiri, yani kabla haijaswaliwa swalatul fajiri, pale ndio wakati muhimu kabisa unaweza ukautumia muda wa siku 7 mfululizo kufanya hili nitakalokufunza hapa, katika kwenda kuangamiza, kumaliza na kuteketeza kabisa kabisa uadui unaotendewa na maliza kabisa adui yako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unachotakiwa, unaamka nyakati kama hizo. Hapa nazungumzia nyakati za saa 10:30 za usiku. Unaweza ukaamka, chukua udhu wako vizuri. Baada ya kuchukua udhu wako, kaa katika msala. Baada ya kukaa katika msala, kama hujahifadhi Suratul Fil, fungua juzuu ama fungua mushaf, fungua Suratul Fil na kusudia alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Utaanza vipi basi ndugu yangu? Baada ya kuwa umeshachukua udhu wako na umekaa kitako pale, utaleta istighfar walau hata mara 11, astaghfirullah alazim mara 11. Baada hapo tunamsalia mara 11 Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa sigha ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid, mara 11. Ukishamaliza hapo, utaingia sasa kuisoma Suratul Fil. Hii sura unaisoma mara 41. Suratul Fil unaisoma mara 41 kila utakapofika katika kipengele kinachosema alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hapa unaposoma mara 13 katika zile mara 41, kila utakapofika alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, unaparudia mara 13. Lakini sura yenyewe unaisoma mara 41. Katika kila mara 41 hiyo unavyoisoma, katika kila mara moja unasoma kipande hichi alam yaj'al kaidahum fi tadlil mara 13. Utakapomaliza mara 41, mwishoni kule utakapokuwa umemaliza ibada yako hii, unamsalia tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kisha inua mikono, omba vile unavyojisikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhidi ya uadui unaoendelea dhidi yako na dhidi ya maadui wanaoendelea dhidi yako. Ukiwa una hakika adui anayekutamkia mpaka maneno na kukuthibitishia kuwa na kutendea uadui, si vibaya ukamtaja, ewe Mwenyezi Mungu, alaika bi fulani ibn fulani au alaika bi fulani binti fulani, kwa sababu una uhakika naye na kutendea uadui, una uhakika naye na kutendea ubaya. Kama unadhania ama unafikiria hauna uhakika, usitaje jina la mtu, mwambie Allah, kwa yoyote ananitendea ubaya, kwa yoyote ananifanyia mabaya, basi juu yako hii kitu. Hii njia ninayokupa ndugu yangu ni njia mujarrab, na utaona maajabu makubwa kabisa juu ya namna ambavyo utaangamiza na kuteketeza kila aina ya uadui, uhasidi, pamoja na fitna mbalimbali kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala, kiwa utalitumia hili, Allah subhanahu wa ta'ala akukubalie na akupe katika yale utakayokusudia na kuondoshe katika majanga unayo yapitia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mimi ndugu yako, inshallah tuko pamoja.
pamoja. Allah atuwafikishe na atujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka. Kwa msaada zaidi naweza ukanitafuta kwa nambari zangu 0787552211. Ukiwa uko nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha alafu 255 787 552211. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaikum wal afwa.